vyanzo vyake vya mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha 2025/26. Katika kipindi cha mwezi Julai 2025 hadi Novemba 2025, halmashauri imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 2,653,880,453 ambayo ni sawa na 33% ya makisio ya mapato ya ndani ya mwaka 2025/26. Mapato ya fedha za matumizi mengineyo, yani OC na mishahara. Kwa mwaka wa fedha 2025/26, halmashauri ya manispaa ya Singida ilikadiria kupokea fedha za ruzuku ya matumizi mengineyo, OC na ruzuku ya mishahara ya watumishi kiasi cha shilingi bilioni 30 katika kipindi cha mwezi Julai 2025 hadi Novemba 2025. Halmashauri imepokea fedha za ruzuku ya matumizi na ruzuku ya mishahara jumla shilingi bilioni 12.8. Mapato ya fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025/26, halmashauri ya manispaa ya Singida ilikadiria kupokea fedha za ruzuku ya miradi ya maendeleo kiasi cha bilioni 8.1, na katika kipindi cha mwezi Julai 2025 hadi Novemba 2025, halmashauri imepokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 3.1 kwa ajili ya kugharamia shughuli mbalimbali za miradi ya maendeleo. Matumizi. Katika kipindi cha mwezi Julai hadi Novemba 2025, halmashauri ya manispaa ya Singida imetumia kiasi cha bilioni 15.9 kwa ajili ya kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo, kulipa mishahara ya watumishi na kugharamia shughuli mbalimbali za uendeshaji wa halmashauri kama inavyoonyesha taarifa katika ukurasa wa 3 mpaka ukurasa wa 56. Taarifa tulizopatia. Taarifa ya miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025/26 kwa kipindi cha Julai hadi Novemba. Halmashauri imepokea shilingi bilioni 3.1 kutoka vyanzo mbalimbali sawa na 38% ya fedha idhinishwa za miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa shilingi bilioni 8.1. Katika mwaka wa fedha 2024/25, halmashauri ilivuka na jumla shilingi milioni 896.2 za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo shilingi 0.00 ni fedha za ndani, shilingi milioni 741.3 ni fedha za nje na shilingi milioni 154,991,097.73 ni mapato ya ndani. Matumizi yake yanaonekana kama inavyoonyesha kwenye ukurasa wa 57 mpaka ukurasa wa 87. Taarifa za utekelezaji wa division na vitengo kwa kipindi cha Julai 2025 hadi Novemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, division ya utawala na rasilimali watu imetekeleza majukumu kama ifuatavyo: msimamia uendeshaji wa vikao vya kisheria, uhamisho wa watumishi, kusimamia mafunzo ya mifumo wa upimaji wa utendaji kazi kwa watumishi, kushughulikia mafao kwa watumishi, kushughulikia stahiki za wastaafu na kushughulikia ajira mpya, vyeo na ubadilishaji wa miundo, kuongea na watumishi kwa kuwakumbusha majukumu yao pamoja na kuendesha mafunzo ya awali kama inavyoonyesha ukurasa 88 mpaka 91. Division ya mipango na uratibu imeendelea kutekeleza majukumu yafuatayo: kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa ambayo ni miradi ya Boost, Sequip, Camfed na mapato ya ndani, kuandaa maandiko mbalimbali kwa ajili ya kuomba madawati kwa wadau, lakini pia kuandaa nyaraka za maombi ya fedha za serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya elimu, afya na utawala, kufuatilia mali za halmashauri na kujua hali ya hizo mali na kuandaa taarifa kama inavyoonyesha ukurasa namba 91. Division ya viwanda na biashara pamoja na uwekezaji hao pia wameendelea kufanya shughuli zao kama ilivyo ada, ikiwemo utoaji wa leseni za biashara na leseni za vileo, utoaji wa elimu ya ujasiriamali, wafanyabiashara wakati, kuhakikisha wafanyabiashara kuwa na mikataba hasa wale wanaotumia maeneo kama mali za halmashauri, ukusanyaji wa mapato, kuratibu shughuli za kutafuta wawekezaji pamoja na utoaji wa elimu kama inavyoonyesha ukurasa namba 91 mpaka 92. Division ya mipango miji na ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya viwanja 930 vya matumizi mbalimbali vimepimwa kwa maeneo ya Manga, Itisi na Kitimo, lakini pia michoro mipya 4 ya mipango miji yenye jumla ya viwanja 25 imeandaliwa eneo la Veta, Kitimo, Kisaki na Unyambwa. Pia michoro miwili ya Kitimo na Manga yenye viwanja 69 imefanywa marekebisho. Hatimiliki 21 zimeandaliwa na jumla ya fedha milioni 375 zimekusanywa. Fedha hizi
ni makusanyo ya kodi ya ardhi. Migogoro ambayo imepokelewa na kutatuliwa ni migogoro 9. Taarifa hii inapatikana ukurasa namba 92 mpaka 96. Division ya maendeleo ya jamii kwa kipindi cha Julai hadi Novemba 2026, jumla ya vikundi 24 vilikidhi vigezo vya kupata mkopo unaotokana na 10% ya fedha ya mapato ya ndani pamoja na fedha ya marejesho, ambapo jumla kiasi cha shilingi milioni 236 na laki 3 zimekopeshwa kwa vikundi 18 vya wanawake, vikundi 5 vya vijana na kikundi kimoja cha watu wenye ulemavu. Lakini pia milioni 149,481 zimerejeshwa kutoka katika vikundi vilivyokopeshwa, na ufuatiliaji wa marejesho unaendelea kwa vikundi vyote vilivyopatiwa mkopo. Mpango wa kunusuru kaya maskini, taarifa yake inaonekana ukurasa wa 97 mpaka 100, ambapo TASAF imeendelea na mpango wa kunusuru kaya kwa kutoa ruzuku kwa walengwa. Division ya kilimo, mifugo na uvuvi imetekeleza majukumu yake kwa kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo usimamizi na ufuatiliaji wa stakabadhi za ghala, shughuli za uchimbaji wa visima kwa ajili ya umwagiliaji, ukaguzi wa wanyama, ukaguzi wa vyama vya ushirika na kuhamasisha wananchi kujiunga na vyama hivyo. Kurasa namba 101 mpaka 102 taarifa yao inaonekana. Division ya afya, lishe na ustawi wa jamii, halmashauri ina jumla ya vituo 39 vya utoaji wa huduma za afya zikiwemo hospitali, vituo vya afya, zahanati na kliniki zinazosimamiwa na division ya afya. Hivyo imejikita katika usimamizi wa huduma ya dawa na vifaa tiba, huduma ya afya ya uzazi na mtoto, upimaji wa virusi vya ukimwi na utoaji wa huduma za magonjwa yasiyoambukizwa na yanayoambukiza. Na ukurasa namba 102 mpaka 116 ndipo taarifa hii inapatikana. Mwenyekiti division ya elimu ya awali na msingi ndio afanye ufuatiliaji wa utendaji wa kazi shuleni, yani KPI, kusimamia ukusanyaji wa takwimu za mwaka kwa kila shule na kuzituma TAMISEMI, kusimamia miradi ya shule za msingi, kuendesha mafunzo na uimarishaji wa programu za lishe shuleni na kusimamia uendeshaji wa mitihani ya darasa la 7 na upimaji wa kitaifa kwa darasa la 4 2025. Taarifa inapatikana ukurasa namba 116 mpaka 120. Shughuli ya elimu, division ya elimu sekondari, shughuli zilizotekelezwa ni utekelezaji wa mtaala shuleni, utoaji wa chakula cha mchana, lakini uendeshaji wa mitihani ya upimaji kitaifa kidato cha pili na kidato cha 4, uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha kwanza na kusimamia usajili wa shule ya amali na kusimamia ujenzi wa miundombinu ya shule. Kurasa namba 120 mpaka 124 ndipo taarifa inapopatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, division ya miundombinu na maendeleo ya miji na vijiji, division imetekeleza majukumu yake katika kusimamia vibali vya ujenzi kwa kuzuia ujenzi holela pamoja na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya elimu msingi, sekondari, afya na utawala. Kurasa namba 125 mpaka 131 ndipo taarifa inapopatikana. Kitengo cha ukaguzi wa ndani, katika kipindi cha mwezi Julai 1 hadi Novemba 25, kitengo cha ukaguzi kilitekeleza shughuli zifuatazo. Kwanza, kuandaa taarifa ya ukaguzi kwa kila division na vitengo kwa robo ya kwanza, yani 2025-26, na kufanya ukaguzi wa mapato na matumizi, miradi inayotekelezwa, mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kurasa namba 131 ndipo taarifa inapopatikana. Kitengo cha manunuzi na ugavi, tumeendelea kufanya shughuli za kimanunuzi ndani na katika ngazi zote za chini, ambapo shule za msingi, za sekondari, zahanati na vituo vya afya kwa miradi ya boost seku tunapata ya ndani kama inavyoonyesha katika ukurasa namba 132 na 133. Kitengo cha tehama kimeendelea kutekeleza jukumu la kusimamia mifumo ya tehama, kutoa msaada wa kiufundi katika mifumo ya halmashauri ikiwemo tausi, gotomi pamoja na usimamizi wa kiufundi kwa mashine zinazotumika katika kukusanya mapato kama inavyoonyesha katika ukurasa namba 134 na 135. Kitengo cha sheria kinatekeleza majukumu yake kwa kutoa huduma ya kisheria ndani ya ofisi na nje na kuhudumia na kusaidia wananchi utatuzi wa migogoro mbalimbali pamoja na kusimamia utatuzi wa kesi zilizopo mahakamani kama inavyoonyesha ukurasa namba 135 mpaka 139. Kitengo cha maliasili na mazingira, kitengo kimetekeleza majukumu yake kwa kuendelea na maandalizi ya upandaji miti, usimamizi wa vikundi vya mazao ya ufugaji nyuki, kutatua migogoro ya maeneo yenye misitu pamoja na kutoa elimu juu ya ulipaji ushuru na umuhimu wake kama inavyoonyesha ukurasa namba 149 mpaka 150. Kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo, taarifa yake inaonekana kuanzia ukurasa namba 150 mpaka 151, ambapo imeendelea kujikita katika utekelezaji wa majukumu yake kwa kuratibu mikutano na sherehe mbalimbali za kiserikali,
kusimamia michezo katika division za elimu, kusimamia vikundi vya sanaa na kuvisajili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kitengo cha mawasiliano serikalini kurasa namba 151 mpaka 152, kitengo kinaendelea na uandaaji wa kukusanya taarifa na habari kwa ajili ya mitandao ya kijamii, kuandaa picha mnato, mabango, vipeperushi na majarida kupitia matukio mbalimbali ya kiserikali. Kitengo cha mazingira na udhibiti wa taka ngumu kimeendelea utekelezaji wa majukumu yake wa kusimamia huduma za usafishaji, kudhibiti taka ngumu, kusimamia sheria katika mazingira pamoja na kusimamia usafi unaofanyika kwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Vilevile halmashauri iliingia mkataba na kampuni ya Mazingira International Group Limited kwa ajili ya uzoaji wa taka na utoaji wa tozo za taka kwa kata 6 yani Muganga, Mandewa, Utemini, Kindai, Pembe na Misuna kama inavyoonyeshwa kurasa 153 mpaka 158. Udhibiti bora wa shule taarifa yake inapatikana katika ukurasa 158 mpaka 162 ambapo ofisi imefanya tathmini katika taasisi 25 kwa mgawanyo ufuatao: tathmini ya jumla ikiwemo shule 14 za awali na msingi, lakini pia shule 3 za sekondari, na tathmini ya ufuatiliaji katika shule 2 za msingi na shule 1 ya sekondari. Taarifa ya utekelezaji wa miradi wa TACTIC Manispaa Singida. Halmashauri Manispaa Singida ni miongoni mwa halmashauri 45 zinazonufaika na mradi wa TACTIC. Miradi hii inafadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia. Miradi imekuwa ikifanyika kwa awamu ambapo halmashauri Manispaa Singida iko katika kundi la pili lenye halmashauri 15. Halmashauri Manispaa Singida ina jumla ya miradi 4 ya maendeleo inayotekelezwa katika awamu hii, ambapo miradi hiyo ni ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu, jengo la ghorofa 2 la utawala na jengo la uchakataji wa vitunguu, lakini namba 2 mradi wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kilomita 7.679, mradi wa ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua ulioko kata ya Minga kilomita 2.6 na ujenzi wa ofisi ya utekelezaji wa mradi jengo la ghorofa 1. Taarifa yake imeambatishwa kurasa namba 162 mpaka 169. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapenda kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kushinda kwa kishindo uchaguzi mkuu. Tunamtakia afya njema ili aweze kutekeleza yote aliyoahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Vile tunampongeza Mheshimiwa Yagi Maulid Kyaratu, Bunge wa Jimbo la Singida Mjini, na waheshimiwa madiwani wote kwa kuendelea kuaminiwa na wananchi wa Manispaa Singida. Na tunatakia kila la heri katika kutekeleza majukumu yenu. Kwa kipekee kabisa tunampongeza Mheshimiwa Godfrey Mdama kwa kuchaguliwa kuwa mstahiki meya Manispaa ya Singida pamoja na naibu meya. Management ipo tayari kushirikiana nawe pamoja na baraza lako katika kusukuma maendeleo ya manispaa yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha.